mujahidun walikuwa wanazungumza ni zile pesa za riba zinatokana na Waarabu kuweka mali zao kwenye mabenki ya makufaru. Zile interest zinapokuja ndio wasukumizio wa Afrika, yasukumizio misikiti ya kimaskini, chukueni jengeni misikiti, sijui jengeni madaraja, sijui boresheni vituo vyenu, ndio hivyo. Lakini sio rasul mali ya Mwarabu ile ya mafuta, la yake anaitumia anavyojua huko. Jamaa namna gani jamani? Yani sisi tumeonekana basi tu hatuna watu wa kutuzungumzia dini, au tumewachagua watu fulani kwamba wao ndio watusemee dini yetu. Sisi hatuwezi kusoma, hatutaulizwa juu ya mashekhe. Ndugu zangu, kila mtu ana jukumu la kujifunza dini yake na kusimamia msimamo wa kisawa sawa. Naelewe jamaa ni kitu gani. Jamaa lazima iwe na nguvu. Mimi nasisitiza sana. Sijui mpaka Allah alete musiba gani Waislamu waone kwamba kweli sisi sio jamaa. Haya, kuna Muislamu amepigwa leo kabla salati Ijumaa, kakodishwa gari yake na watu wafanya biashara ya mitumba, binisbati maqala li, jinsi alivyoniambia, toka mjini. Haya, peleka Igoma, umefika Muislam tena usali katika msikiti wetu, la haula wala quwwata illa billah. Jamaa wameanza maneno ya uchokozi, sijui aliwajibu nini, mara wakamvaa wakampiga Muislam. Hii ndio magaidi, ndio wamempiga Muislam. Ananipigia simu anasema, Sheikh nimepigwa. Kaambia basi vipi hapo? Mwenyekiti alikuwepo na nini, sijui nifanyie. Kaambia basi inshallah Allah akituafikisha tukikutana Ijumaa inshallah tutazungumza, utueleze hali ilikuwaje. Kile umepigwa ukujiami kidogo, sijamuuliza zaidi kwa sababu mtu anakupigia simu huwezi kujua ana hali gani, lakini ndio hali kaonewa Muislamu. Hasa kama sisi ni jamaa, waambie masheikh, usikie watafanyaje. Tuambie masheikh, sheikh sisi jamaa mashaallah, jamaa yetu waga ikoje, ya kusali tu au ni jamaa ambayo kila kitu haki ya Muislamu inatunzwa, haki ya Muislamu inatazama, Muislamu akidhulumiwa tunaweza kutekeleza. Muislamu mmoja tu akiwa jamaa, ndani ya jamaa, akiona munkar basi anaweza akauondosha kwa sababu yuko ndani ya jamaa na ana nguvu, kama alivyofanya yule sahaba katika soko la Madina. Dada yake akashfiwa, amdu yuko ndani ya sutura ya jilbab, kaona Yahudi mbona ataka kumfanyia ufedhuli dada yangu katika imani, akatoa panga yake akakata kichwa cha Yahudi. Basi Mayahudi wakamvamia wakamuua yule Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kwa Bilali itoe adhana ya kitali. Mashekhe jamaa, mtoeni adhana, kuna Muislamu amepigwa, kuna wengine wamefungwa, kuna madhila, kama hamwezi nyamazeni. Na tunazungumza inaumiza sana, unaona jamaa ni hii hapo, lakini hawataki kuisapoti. Hawa wanawahimiza watu wajae msikitini bana. Sheikh, angalia katika miji ya makufaru, miji ya makufaru tarawih inakuja, utaki kusalia msikitini ujalazimishwa, nenda nyumbani kwako sali na familia yako, na wala hujakhalifu jamaa kwa sababu hakuna jamaa. Tunawaambia kweli, mkae tu mnajua, maana kutokuwaambia itakuwa ndio mtu paka unafishwa. Abu Ismail anafishwa, kuna baadhi ya mambo Allah amemfahamisha kuyasema, Allah atanishika siku ya kiyama na nitajitetea vipi kwa Allah tabaraka wa taala kwa jinsi mimi ambavyo Allah amenifahamisha kwenye tauhid ar-rububiyya, asma wa sifat, tauhid al-uluhiyya. Imetosha tu kwa kile kima changu kidogo, Allah amenifahamisha, ni kazi, siwezi kukimbia. Aina mafirru yawma idhin, hakuna sehemu ya kukimbia. Kwa hiyo acha tuseme, wala tusiangalie watu na hivi kao vyao. Hatuna sisi mtu tumechagua tukasema huyu ni shekhe wetu wa kutusemea masaili ya dini. Hakuna jamaa, kuna jamaa. Ama masaili ya jamaa watu wanayajua mpaka watashangaa. Tuzungumza jamaa ipi? Na jamaa ya kwanza katika mji wa Madina ilikuwa siku gani, tarehe ngapi ya hijra baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia katika mji wa Madina? Tutawaambia pengine mji maana ya jamaa. Unaona tu mkusanyiko wa Islam, sisi msio jamaa, sisi ni mustadhaf, hatuna nguvu. Askari mmoja akitumwa na mkuu wake hapa, zuia hutuba isifanyike, wallahi haitofanyika illa masha Allah, labda Allah atake. Na kwa lipi wakati hatuna nguvu? Na mashehe wanasema hiyo ndio jamaa, alafu hakuna solution inayofanywa. Kwa hiyo hakuna jamaa hibat fillah, jamaa tunaikataa. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya katika suratul Anfal, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kana linabii an yakuna lahu al-asra, haimpasi mtume kuwa na mateka, hata yuthqina Allahu fil ard, mpaka Allah mmakinishe mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii awe ametamakun, mashaallah, ana nguvu, anakuwa. Tumombe Allah azza wa jalla msamaha kwa haya ambayo watu wanajisemea na watu wanakaa miaka 100 wanajua na daraja 27. Ukiswali tu msikitini jamaa daraja 27, la haula wala quwwata illa billah. Basi alhamdulillah, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha aya hiyo,
na akatoa onyo katika aya iliyofuata kwamba lau isingetangulia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ima wauawe ima ichukuliwe fidia, Allah subhanahu wa ta'ala angeteremsha adhabu kwa waislamu wote. Lau kama Allah subhanahu wa ta'ala asingewaambia waislamu mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaua au kuchukua fidia, bas Allah angeteremsha adhabu kwa mtume, Abu Bakar, Umar na waislamu wote, kwa sababu wameenda kinyume na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakusudia. Lakini